Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Usisahau kusubscribe kwa simulizi na makala za kuelimisha. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, inaitwa Sina Makosa sehemu ya 28. Sina Makosa ni simulizi ambayo inawaangazia vijana wawili. Wa kwanza anaitwa Kituro na wa pili anaitwa Zegadi, ambao ni marafiki waliosoma shule ya msingi kwa pamoja na wakamaliza pamoja, lakini baadaye walikuja wakatengeneza udugu. Kama endapo utakuwa haujasubscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa nikukaribishe sehemu yetu ya 28 ya simulizi hii inayoitwa Sina Makosa, ili moja kwa moja tuweze kuidadavua, tujue ni kitu gani ambacho kiliendelea. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo na pia kikao kuendelea, waliendelea vizuri, lakini pia baada ya maneno hayo ambayo aliyoyazungumza Bwana Kituro, hapo hapo Zegadi aliamka na kukaa vizuri kabisa, katulia, na zile hasira zikawa zimeshuka, kwa sababu lengo lake Zegadi ni kumuokoa rafiki yake Kituro kutoka katika hilo janga ambalo amelisikiliza. Hapo ndipo ambapo Zegadi mwenyewe alianza kuzungumza huku akisema, yani, ninaomba tu mke wangu wewe Edina, bora usizungumze. Hebu niache mimi mwenyewe nizungumze. Sikilizeni jamani familia. Mimi nilikuja mpaka hapa nikaanza kumwambia mke wangu kwamba kuna kitu ambacho mimi kinanisumbua. Kuna mwanamke alikuwa ananitaka, lakini nikamkataa. Alafu baadaye nikaja kukuchukua wewe. Sasa pale nikiwa bado sijamalizia, alianza kuonyesha wivu, akaanza kuleta vitu ambavyo sijavielewa, mpaka nikaamua kutoka nikaenda kwa Mzee Misondo ili niweze kuzungumza na Mzee Misondo, niweze kujua ni kitu gani ambacho anaweza akanishauri. Yeye akanishauri kwamba jambo zuri kuweza kuepusha haya yote ni mkubali huyo mwanamke. Yaani sasa hapo niwaambie tu Kituro na rafiki yetu huyu Gayo wao, naomba tu niwaambie ukweli, aliyekuwa ananitaka ni Recho, na huyu Recho ndiye ambaye amepanga kumuua Kituro. Sijui mnaweza mkaona hicho kitu. Kisa mimi nimemkataa, nimeamua kuchukua mwanamke mwingine na sikumchukua yeye. Sijui mnaweza mkaona hicho kitu. Mimi nimeona tu niwafungukie, maana nimeona sasa kumbe kukaa ninajaribu kuzuia hili jambo, huenda kweli nikaleta taharuki nyingine. Sasa ngoja niwaambie tu. Sasa Mzee Misondo kaniambia jaribu kumkubali Recho,
lakini atakapokuambia kwamba unipeleke nyumbani kwako, yani nimlete huku sinajua eti Angela tena, mnajua bado nimechanganyikiwa, samahanini jamani. Yani ni hivi, yani niwaambie hivi, yani kama endapo atakuwa anahitaji yani nimlete, mmeona, nimlete hapa nyumbani, si ndivyo? Mzee Misondo akanishauri kwamba nisikubali kumleta hapa nyumbani, nimwambie hivi kwamba mimi huko sinajua kabisa Edina yupo. Kwa hiyo nimwambie kwamba kule Mzee Misondo ameshakataza vijana ambao hawajaoa wasije wakapeleka mademu zao huko. Nimwambie hivyo, na kwamba Mzee Misondo atakuja achukue bango aliweke pale kwenye geti kwamba endapo vijana wote ambao hamjaoa hamruhusiwi kuleta mademu zenu humu ndani. Ndicho alichokuwa nataka kukifanya. Sasa na mimi nikamwambia kuna marafiki zao na kina Recho ambao wanaishi humu, tumepanga nao humu katika huu upangaji, wana uwezo wa kwenda kumwambia kwamba hicho kitu sio kweli, hilo ni bango limewekwa kwa ajili yako, usiende kwa nani? Usiende kwa kijana Zegadi. Sasa baada ya kumwambia hivyo, aliondoka bila hata ya kuniaga na akajifungia ndani. Sasa nikaanza kuwaza, nikija kwa mke wangu Edina nijaribu kumwambia, anakuwa na wivu, nikienda tena kule nimekosa msaada. Kwa hiyo nikashindwa namna ya kufanya, yani mpaka nikachanganyikiwa, ndo nikashtukia kama vile nimeingia kwenye ndoto, mpaka hapa ambapo tumekusanyika na mpaka sasa tulipo. Yani sikuelewa kabisa, yani wala sikujielewa. Kwa hiyo naombeni tu mnisamee juu ya hilo. Lakini kwa kweli mke wangu alianza mara kuchukua vitu, mara anataka kuondoka, na yeye akawa amenichanganya zaidi katika kichwa changu. Kwa hiyo hayo nayo ni mambo ambayo kidogo yamenifanya kidogo nikaanza kujihisi tofauti. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, ingawa alikuwa anayazungumza akiwa bado ni kama mtu aliyechanganyikiwa, kutokana na kwamba bado hajajua ni nani ambaye anaweza kumpatia ushauri ambao ulionyooka, ambao hautaleta matatizo. Hapo ndipo ambapo Gayo alizungumza huku akisema, sasa wewe, baada ya kuona kwamba umejaribu kuzungumza na baba mwenye nyumba, ukaona bado hajakupa ushirikiano, pengine labda baada ya kumwambia kwamba ukiweka hilo tangazo hapo kwenye geti, marafiki zao na kina Recho au huyo wataja wataenda kuambia kina Recho, baada ya kusema kwamba ngoja kwanza nimtafute, basi kwa vile Mzee Misondo hajapata chochote cha kuweza kunijibu, basi ngoacha nimpigie na rafiki yangu huyu, nimpigie na rafiki yangu Gayo aniona atanijibu nini, niweze kumsikiliza. Wewe ukachukua moja kwa moja, mawazo yakawa mengi, na hatimaye ukapoteza kumbukumbu na kuanza kufanya mambo ya kijinga, si ndio? Haya mambo ya kijinga umeyatoa wapi? Hakuna haja kama hiyo. Ungenipigia mimi, yani ningekupa suluhisho. Nipana mambo yako mengi. Yani mpaka mtu unapatwa na uchizi ili iweje? Dunia hii ni pana bwana. Dunia hii ni pana. Hakuna haja ya kuwa mtu na mawazo kiasi hicho mpaka naanza kumkufuru Mungu, mpaka naanza kuwa chizi, anataka na kuvua nguo. Pagoosha. Kweli. Dunia hii pana hii. Naweza nikakwambia kwamba tule mchongo pamoja na huyu shemeji yetu huyu Edina huyu, umpeleke mbali, alafu huyo mwingine uweze kumkubalia aje mpaka hapa. Kwani shida iko wapi? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Edina alianza kutetemeka na hatimaye akasimama. Hapo ndipo Gayo alianza kushangaa. Kwa nini anatetemeka na kusimama? Akaanza kuzungumza huku akisema, Bwana Gayo, shemeji,
Sijasema kwamba eti amuoe huyu mtu, yani huyo Recho aolewe. Sijasema hivyo. Lakini maanake tunakuchukua tunakupeleka mbali ili ijulikane kwamba Zegadi hana mke, ili tumlie target. Badala ya kumuua Kituro tuanze kumuua yeye. Na hilo ndilo jambo la msingi. Kwa unaweza kaja mpaka nyumbani kwangu pale. Na mimi mbona nina vyumba vya kupangisha tu pale. Unaweza ukaja tayari katika ile nyumba yangu mpya ile, katika kile kiwanja changu kipya kile. Inawezekana sikuwaonyesha Nina nyumba kubwa tu na mimi ambayo vyumba vyake ni kama 42 hivi. Kwa hiyo unaweza kumchukua shemeji ukampeleka kule, huku ikaonekana kama vile hakuna mtu, na nikawapa chumba kabisa cha bure mkawa mnakaa, lakini huku ikajulikana kwamba Zegadi hana mke, ili tu ajiingize kwenye 18 tuanze kumlia target. Tunampangia, tunawalipa vijana wengi hapa, wanakuja wanaanza kumsansamla. Mnakuwa na mawazo gani ya kwanza kutengeneza? Mnakuwa machizi namna gani? Watu tuna mambo mengi sana kichwani ambayo huenda ningekupatia ushauri na ungeufuata sasa hivi hapa tungekuwa toshamtia kwenye 18. Tunataka kumgeuza awe supu sasa hivi. Wanakuwa muoga na kuanza kuleta uchizi ambao hautakiwi hapa. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, kila mmoja alicheka. Hapo ndipo ambapo tabasamu za hawa watu zilianza moja, na tabasamu hilo lililetwa na Bwana Gaywa baada ya kuja na kuanza kuwachekesha hapa na pale. Hapo ndipo ambapo alizungumza. Baada ya kucheka wote, alizungumza huku akisema, sasa sikiliza shemeji yangu, wewe Dina, hebu chukua namba yangu kwa mme wako, na wewe Gaywa anahitaji uwe na namba yake. Sijui umeona hicho kitu. Haya, na wewe mkubwa wake na nani huyu? Wewe nani huyu? Mkubwa wake na Zegadi. Chukua namba yangu kwa mme wako. Gaywa anahitaji uwe na namba yake. Na ninyi ambao mna namba zangu, kila mmoja aliyoko hapa, ukipatwa na tatizo mpigie Gaywa, atakuja. Mpigie Gaywa, atakuja. Naona nyinyi mmeshindwa kujisimamia, acha sasa mimi nianze kuwasimamia, ndo mjue kwamba Nyanda wa Kisukuma anasimamia vipi. Nyinyi si mmeshindwa, mawazo yenu yana goti tu kwenda kuwa machizi. Acha niwaonyeshe kazi, mimi ambaye ninawaza mbali. Sisi mambo yetu ni mazito, Wasukuma sisi ndo sisi. Chukueni namba ambao hamna namba zangu, chukueni kwa waume zenu. Nahitaji muwe na namba zangu, na chochote kile mtakachokipata nyinyi familia mbili, familia ya Zegadi pamoja na familia ya Kituro, chochote kile ambacho mtakachokipata, hebu jaribuni kunipigia simu. Kokote kule nilipo nitajaribu kuja. Mimi ndiye kamanda wenu sasa hivi. Hakuna haja ya kuanza kuwa na mawazo. Tushirikishane kwa kile kitu ambacho kinawasumbua. Hakuna haja ya kuwa na mawazo mengi. Sije tumeelewana hapo? Haya, kuanzia sasa hivi kikao ninakifunga na kila mmoja aanze kudunda na mpenzi wake. Lakini nyinyi wawili, rafiki zangu nyie, vijana kabisa wakubwa, jiandaeni, kesho tunaenda katika mgodi wa kule nilikoambia. Nitawapitia hapa. Siwezi kuwasahau, kwa sababu nyinyi hapo mna mawazo mazito. Mimi ndo kansela wenu, lazima niwe pamoja na ninyi.
kesho mjiandae kwenda machimboni, sawa? Mimi ya kwangu ni hayo, wacha nijiondoke. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Kituro alisimama pamoja na Angela moja kwa moja. Bwana Gayo akachukua ule ufunguo na kuweka kwenye kitasa, akafungua na akatoka nje. Na kweli aliondoka na wala hakuhitaji yoyote aweze kumsindikiza. Aliondoka tu. Na Edina pamoja na Zegadi walikaa humo ndani pasina kuongeleshana, kwa sababu Edina anawaza atamwanzia wapi Zegadi, lakini Zegadi pia anawaza, amezungumza yale yote aliyoyafanya Edina. Je, akijaribu kumuongelesha si ndo ile hasira itakuja juu? Kwa hiyo wote wakajikuta hakuna ambaye anamuongelesha mwingine. Baada ya kutazama chakula chake, Edina akakuta ni kama kimeungua, lakini alitoka nje na kwenda chumba namba 27, akaenda kumshukuru Angela baada ya kuwa kile chakula alikishusha kwa kutokuwa na akili. Yani manake kila mmoja akili ilikuwa imeyumba. Lakini kweli kwa hali ya kawaida ni kama Gayo amekuja kuwa msaada kwao, kwa sababu amekuja ametengeneza familia hizi zote mbili sasa zinaendelea kudunda. Ingawa alikuwa anawaza kabisa Kituro kwamba ana uwezo wa kuuliwa muda wowote, kwa hiyo natakiwa akae chonjo, lakini akiwaza jambo kama hilo alikuwa akipekua kwenye simu yake na kukutana na jina Gayo wa Msukuma halisi. Kwa hiyo akawa naona huyu si ndo amejipanga kwamba atatulinda, basi wacha nimtegemee huyu. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 28 ya simulizi yetu inayoitwa Sina Makosa imeishia hapa. Tumeona baada ya Zegadi kumsema hapa na pale na Bwana Kituro kuanza kutia maneno yake pale, yalimfanya aweze kuinuka pale alipokuwa amelala na kukaa vizuri kabisa stable, na akaanza kuzungumza yale yote ambayo mke wake aliyomfanyia kabla hajaenda kwa mzee Misondo. Lakini pia tumemuona Gayo akiwa amewaamrisha wote wanawake, mke wa Kituro mtarajiwa pamoja na mke wa Zegadi mtarajiwa, wote wachukue namba za Gayo wakae nazo kama namna jinsi ambavyo Zegadi na Kituro wanavyokaa na namba za Gayo. Kwa hiyo amewahimiza kwamba kila mmoja anapokuwa na matatizo kimawazo, amevurugikiwa au kuna kitu anakihisi ambacho hakijaenda sawa, basi ampigie simu, yeye atakuja na suluhisho. Kama endapo utakuwa haujasubscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwana familia wetu wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Mimi ni Hasti02 Baba Sam the King, ni kusisitize endelea kuifuatilia mpaka mwisho ili uweze kufaidika na kujifunza mengi. Ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo.